Kitabu cha Hagai, sura ya kwanza. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6 siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, itafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, itafakarini njia zenu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe mande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, pamoja na hayo mabaki yote ya watu, wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma. Nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli wali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na roho zao mabaki ya watu wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao katika siku ya 24 ya mwezi, katika mwezi wa 6, katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Sura ya pili. Katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na hayo mabaki ya watu, ukisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Lakini sasa uwe hodari, Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari, Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, nanyi iweni hodari, enyi watu wote wa nchi, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi, kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri. Na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa, na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Siku ya 24 ya mwezi wa 9 katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivyo, ulizeni sasa makuhani katika habari ya sheria, mkisema, mtu akichukua nyama takatifu katika upindo wa nguo yake, naye akagusa kwa upindo wake mkate au ugali au divai au mafuta au chakula chochote, je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu? Makuhani wakajibu wakasema, la. Ndipo Hagai akasema, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kugusa maiti akigusa kimojawapo cha vitu hivi, je, itakuwa najisi? Makuhani wakajibu wakasema, kitakuwa najisi. Ndipo Hagai akajibu akasema, hivyo ndivyo walivyo watu na hivyo ndivyo ilivyo taifa hili mbele zangu, asema Bwana, na hivyo ndivyo ilivyo kazi ya mikono yao, na kitu hicho wakitoacho sadaka huko ni najisi. Na sasa nawaomba tafakarini tangu siku hii na siku zilizopita, kabla halijatiwa bado jiwe juu ya jiwe katika nyumba ya Bwana. Katika wakati huo wote mtu alipofikia chungu ya vipimo 20 palikuwa na vipimo 10 tu, na mtu alipofikia shinikizo apate kuteka divai ya vyombo 50 ilikuwa na divai ya vyombo 20 tu. Naliwapiga kwa ukavu na ukungu na mvua ya mawe katika kazi zote za mikono, lakini hamkunielekea mimi, asema Bwana. Tafakarini naomba tangu siku hii ya leo na siku zijazo, tangu siku 20
na 4 ya mwezi wa kenda, naam, tangu siku hiyo ulipoweka msingi wa hekalu la Bwana. Tafakarini, je, mbingu gani ghalani, na huo mzabibu wala mtini wala mkomamanga wala mzeituni haikuzaa kitu tangu siku hii ya leo, nitawabariki. Kisha neno la Bwana likamjia Hagai mara ya pili siku ya 24 ya mwezi kusema, sema na Zerubabeli wale wa Yuda akisema, nitazitikisa mbingu na dunia, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa, nami nitayapindua magari na hao wapanda ndani yake, farasi na hao wapandao watanguka chini, kila mtu kwa upanga wa ndugu yake. Katika siku ile, asema Bwana majeshi, nitakutwaa wewe, Bwana, Zerubabeli mtumishi wangu, mwana wa Shealtieli, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi.